Msikilizaji, hii ni sehemu ya pili ya simulizi yetu nzuri kabisa ya Vicky. Na tunaendelea, tulipoishia ni baada ya mauzauza kutokea kwenye nyumba ya Vicky ama familia ya Vicky. Kwa sababu kilisikika kishindo kikubwa sana kwa kina Vicky, ambapo Martin sasa ilibidi atoke nje kuangalia kuna shida gani. Sasa ila anafungua mlango wa chumbani na kuelekea sebeni, akanyata na kufungua pazia. Alichokiona nje kilimfanya apigwe na butwaa na waziwazi. Kwa hiyo moyo wake ulishtuka sana. Kwa hiyo tunasonga mbele msikilizaji. Kiyoyozi kilikuwa kinapuliza na kufanya sasa ubaridi mwingi usambae ndani ya ofisi ya Philbert Makala. Nadhani utakuwa unamkumbuka Philbert Makala msikilizaji. Huyo Philbert ndio ambaye alikuwa anamfukuzia sana Vicky. Kwa hiyo mbali na hewa hiyo kusambaa, lakini alivuja jasho la pua. Macho yake alikuwa ni mekundu na wakati mwingine alizungumza mwenyewe. Ni wazi kabisa inaonekana alikuwa na stress. Hakutaka kuamini katika maisha yake na utajiri wake kitu mapenzi kingekuja kumsumbua namna hiyo. Moyo wa Philbert Makala uliuma ajabu. Kichwa chake kilimwaza Victoria. Hakuelewa ni kwa nini anaunyanyasa mtima wake. Hata hivyo bado tabia aliyoonyeshwa na Venance ilimuudhi sana. Msikilizaji, kama utakuwa umemsahau Venance ni kaka wa Victoria. Kwa hiyo alifananisha tukio hilo na dharau. Katika maisha yake kitu dharau hakupenda kabisa, ukizingatia alikuwa ni tajiri, tena tajiri wa kuogopwa jijini hapo Arusha. Alitamani siku moja amuoe Vicky. Sio kwamba Philbert Makala hakuwahi kuoa, lakini alimwacha mkewe sababu alikuwa ni kiburi na mwenye dharau. Kwani mwanamke huyo aliyemuoa kwao alikuwa wenye uwezo, kwa hiyo hakupenda kuburuzwa ovyo. Kutokana na kuzama kwenye dimbwi la mawazo, hata simu yake ya mezani kwa namna ilivyokuwa inaita hata hakusikia. Basi kaita tena na tena. Dakika mbili baadaye mlango wake ukafunguliwa. Ashura Gau ambaye ni sekretari wake akaingia. Ashura akasema, bosi, kuna mgeni wako. Akauliza nani? Akajibiwa Zakaria Muriba. Akaambiwa mwambie apite. Sekunde moja baadaye mwanaume mrefu hivi mkakamavu mwenye misuli alikuwa amesimama mbele yake. Akamtizama na kumuonesha ishara ya mkono kuwa akae kwenye sofa la pembeni ili waanze mazungumzo. Kwenye simu tusingeelewana vizuri, ndio maana nimekuita hapa. Ndio bosi, nakusikiliza. Kuna kazi moja nataka kuifanya kama mara ya kwanza. Ingawa hii itakuwa tofauti kidogo, ila picha hii hapa, jamaa anapatikana mitaa ya Njiro. Naam, juu ya meza iliwekwa picha ya Venance, kaka yake na Vicky. Ilikuwa ni lazima afunzwe adabu na tajiri ambaye hakupenda dharau hata kidogo. Zakaria akaitazama ile picha kwa makini na kumwangalia kwa mara nyingine Philbert Makala. Akasema, okay, nitolee photocopy. Philbert akasema ina shaka. Kikao cha kujadili juu ya kumteka nyara Venance kilianza mara moja. Walihitimisha kwamba wakishamteka kwanza wamtese, kisha wampigie simu Philbert Makala ili aende kumpa onyo la mwisho. Hilo halikuwa tatizo kwa Zakaria Muriba. Basi akaambiwa kwamba account number hii hapa, kwa hiyo ingiza milioni 3 kwanza humu, alafu 4 utamalizia kazi kisha. Zakaria Muriba alizungumza kwa kujiamini huku akimwachia namba ya account Philbert Makala afanye muamala wa malipo ili kazi ianze. Sasa hilo halikuwa tatizo. Alichokifanya Philbert Makala ni kutoa hundi, akaandika closed check na kumkabidhi Zakaria Muriba. Hatua ya awali ikawa sasa imekamilika. Kilichofuatia ilikuwa ni utekelezaji tu. Kazi yake ya kutengeneza magari ilikuwa inamfanya Venance achelewe kurudi, na ratiba yake siku zote ilikuwa inajulikana kuondoka asubuhi na kurudi saa 4 usiku. Sasa hiyo ilifanya mama yake awe anamwekea chakula mezani na kuacha geti bila kufungwa. Siku hiyo Venance alichelewa kurudi bwana, kwani alikuwa anatengeneza gari la kampuni ya watalii ambalo lilikuwa limeharibika usiku huo. Sasa kapelekea ikasababisha arejee nyumbani saa 7 usiku. Alivyoshuka kwenye pikipiki kuna jambo limshangaza. Halikuwa la kawaida hata kidogo. Nje ya geti lao aliona gari aina ya Land Cruiser. Sasa akatembea taratibu na kupita kando ya mti na kuanza kutembea, nia yake ikiwa tu ni kutokea upande wao wa nyuma ya nyumba ili kujua nini kinaendelea. Kuna kitu kibaya alianza kuhisi. Alipofika kwenye geti la nyuma, alidandia na kuruka ukuta ambapo alitua ndani kwa mtindo wa paka, yani bila kishindo. Alipigwa na butwaa zaidi baada ya kuona taa ya sebleni inawaka.
akaona kivuli kimoja cha mtu mrefu hivi, akatembea taratibu mpaka dirishani. Sasa sauti ndani isikika ya kwamba Venus yuko wapi? Tutakuua bi mkubwa, Venus yuko wapi? Sabi mkubwa kanajibu, sijui jamani, sijui alipo, nishawaambia. Jamaa akajibu, wewe bi mkubwa wewe, tunakuuliza mara ya mwisho, usicheze na sisi. Tupo kazini na tushakula hela za watu. Basi kila kitu kilipenya masikioni mwa Venus. Hakuelewa kwa nini watu hao wanamtafuta. Hata hivyo alielewa hawakuwa watu wema. Akatamani kukimbia lakini asingeweza kumwacha mamake. Alichokifanya ni kuzunguka uani na kuchukua chuma kubwa la spare la gari. Akafungua mlango wa uani taratibu tu na kupita kwenye corridor. Akazima main switch. Kukawa sasa, yani ndani kukawa ni giza totoro. Jambo hilo sasa lilimfanya mmoja wa majambazi achungulie nje kama kuna umeme, maana alisi umeme umekatika. Kwake ilikuwa ni kosa kubwa, kwani alipigwa na chuma cha kichwa, akadondoka kama mzigo. Kwa kuwa Venus alijua ndani wapo wawili na mwingine yupo kwenye kona, akamtwanga na chuma cha utosi, wote wakawa chini. Asa tuachane kwanza na yaliyoendelea hapo kwa kina Venus. Turudi huku kwa Martin Chalamila, ambaye ni mpenzi wa Vicky. Alikuwa bwana akitetemeka usiku huo baada ya kusikia kishindo kikubwa juu ya bati. Alivyochungulia nje akaogopa zaidi, kwani aliwaona paka wawili weusi wakubwa wenye macho ya kung'aa sana kama gorori. Wakakimbia kwa nyuma. Alivyojaribu kuwafuatilia hakuwaona tena. Ni tukio ambalo lilimuumiza kichwa na kumfanya sasa akose usingizi mpaka ni kuna pambazuka. Asubuhi ilikuwa ni ngumu kwenda kazini kutokana na uchovu. Hata alivyoenda alikuwa akisinzia na wakati mwingine alikuwa akiharibu kazi. Akarudi nyumbani kupumzika, ambapo baada ya kulala alianza kuota ndoto za ajabu ajabu tu. Ndoto iliyomfanya kurupuke ni ajali mbaya walioipata akiwa na Vicky. Jasho lilikuwa likimtoka mwili mzima. Hata hivyo ndoto hiyo aliipuzia. Katika kipindi ambacho Martin Chalamila alikuwa katika wakati mgumu ni hicho. Mawazo alikuwa ni mengi kichwani kwake. Swala la harusi lilimvuruga na ugonjwa wa Vicky ulimchanganya kwa kiasi cha kutosha. Sasa Ima akasema kwamba kama upo tayari mkeo atapona. Alimsisitiza siku hiyo kwa jinsi Martin alivyopungua, alimsikitikia kwa kiasi cha kutosha. Basi Martin akasema Ima nimehangaika sana. Ima akasema usichoke bwana, yule ndio mkeo. Nimeongea na Ruthie kaniambia kwamba kuna mchungaji anaweza kumsaidia. Martin akasema siamini hivyo vitu Ima. Martin, jaribu mwanangu, haya mambo yapo. Asipofanikiwa basi utamwachia Mungu. Unahisi Vicky atapona? Sasa namuoa ili iweje sasa? Mungu anakujaribu kaka. Lakini pia kumbuka shetani yupo kazini. Ima alijaribu kumsisitiza Martin siku hiyo, akawa sasa kama mwinjilisti anayemvuta kuondoa bwana. Alimueleza kwamba inawezekana kukawa na mkono wa mtu asiyependa jambo la ndoa lifanyike, akimpa mifano mbalimbali na shuhuda. Kwa mara ya kwanza Martin alikuwa ni mgumu kuamini, lakini alishawishiwa mpaka akaja king. Usiku huo baada ya kumaliza kinywaji, Martin Chalamila alilipeleka swala hilo moja kwa moja kwa Vicky. Vicky alitikia kwa unyonge akasema mimi nipo tayari. Siku hiyo Martin alikuwa kitandani. Mwili wake ulikuwa unamsisimka na alitamani sana kufanya tendo, lakini sasa asingeweza sababu ya ugonjwa wa kukakamaa kwa Vicky. Sasa sura ya Monica ilianza kumjia kichwani. Akakumbuka usiku kwenye party ya Hans. Alichojilaumu ni kitu kimoja, hakuchukua namba za huyo mrembo. Hata hivyo sasa aliapia siku itakayofuatia angemtafuta Hansi ili ajue ni wapi Monica alipo. Usiku Martin hakulala kabisa. Aliwaza vitu vingi sana. Tena alienda mbali zaidi na kutaka kugaili kabisa kufunga ndoa. Aliwaza sasa kwa nini nafunga ndoa? Ili iweje sasa, kuna maana gani sasa? Maana jambo alifanyiki. Tukitaka kufanya jambo ndio hivyo, mtu huyo anageuza macho anakuwa meupe tu anakakama. Nafunga ndoa nini sasa? Martin aligeukia upande wa pili akiwaza. Akajifanya sasa amelala, kumbe alikuwa katika mawazo chungu nzima. Kama alivyokuwa akiwaza ndivyo alivyofanya asubuhi yake. Alikuwa na kiu sana ya kuonana na Monica, hata ikiwezekana siku nzima basi ajifungie naye chumbani. Akamtafuta Hasani huko juu hewani. Vipi mani? Poa kaka, za tangu siku ile. Fresh, niambie. Si vile dem yupo wapi siku hizi? Dem gani? Siku ile kwenye birthday yako bwana, nikaingia naye room. Yule dem sijui yuko wapi, lakini ukimtaka nitamtafuta. Vipi kwani?
nahitaji namba zake kama unazo. Basi ngoja nimcheki Mulito hapa, labda atakuwa nazo. Nitakupatia feedback. Poa poa kaka. Basi simu ikakatwa na kumwacha Martin akiwa mwenye mawazo mengi sana. Kuna wanawake wengi aliwakumbuka ambao alikuwa kwenye mahusiano nao, lakini hakutaka kuwasiliana nao. Alihofia wangeharibu ndoa yake ambayo ilikuwa imebakia siku chache tu wafunge na Vicky. Wakati mwingine alimkemea shetani kwa kumburuza na kumshawishi amsaliti Vicky, lakini hata hivyo ilielekea shetani alimzidi nguvu. Siku hiyo nzima alianza kuwachambua wanawake mbalimbali. Akaingia kwenye mitandao ya kijamii, akawa kama ni mfamaji anayetapatapa tu. Hata hivyo aliachana na mpango huo kwanza, akaendelea na kazi, na jioni ilivyofika akaingia ndani ya gari akiwaza ni kiwanja gani chenye warembo aende. Akawaza ngoja niende Uhuru Park. Basi aliwasha gari na kusepa. Baada ya muda alivyowasili kona ya kuingia Mwananyamala, akakunja kulia na kuendelea na safari. Na safari yake haikuchukua muda mrefu, akawa tayari ameshafika Uhuru Park. Akaweka gari kando na kulakiwa na warembo wa baa hiyo wakiwa katika mavazi ya vimini. Martin alivutiwa sana na pigo hizo, akaagiza pombe kali na kuanza kunywa huku akiwa na mawazo mengi sana kichwani. Aliamini kabisa anafanya makosa kwa kuchukua maamuzi hayo, na hilo sasa hakumtaarifu Vicky kwamba angepitia sehemu nyingine baada ya kutoka kazini. Kwa wakati huo alikuwa tayari kashadata. Saa 4 usiku ilimkuta akiwa katika baa hiyo amelewa chakale. Anatembea kwa kupepesuka tu. Alitembea mpaka nje ambako huko sasa alikutana na dada poa mmoja, akaingia naye ndani ya gari. Yule dada akasema 20,000. Martin akasema kwamba mimi nahitaji upige chorus tu. Si unajua kuimba wewe ama? Martin alizungumza kwa mafumbo huko akiwa chakale, lakini alieleweka. Hapo hapo dada poa huyo aliona ngoja basi achukue maiki ili aanze kuimba chorus. Na Martin akatoa pesa na biashara ikaendelea hapo. Kichwani kwake alielewa ya kwamba alichokifanya kilikuwa ni usaliti mkubwa sana. Tena ni uchafu kushiriki jambo hilo na dada poa wa mtaani. Alijilaumu, lakini hakuwa na jinsi zaidi ya kuendesha gari. Alipofika nje ya geti, alipiga honi. Alivyoona kimya akaanza kutafuta simu yake. Moyo wake ulishtuka sana baada ya kuikosa mfukoni. Akawasha taa ya gari na kuanza kuisaka, akajua tayari kashaibiwa. Alivyoangalia wallet haikuwepo, akatamani kugeuza gari na kurudi Uhuru Park, lakini geti likaanza kufunguliwa. Vicky akawa amesimama mbele yake anamsubiri aingize gari ndani. Martin alisita kidogo, lakini aliingiza gari ndani na kuliegesha moja kwa moja pembeni ya bustani. Asa alivyoshuka aliingia moja kwa moja sebuleni na kujitupa juu ya sofa. Akaanza kusinzia. Kitendo cha Vicky kuingia, alikumbana na harufu mbaya ya pombe. Moyo wake ulishtuka sana kwa nguvu baada ya kuona vitu kama maziwa kwenye suruali ya Martin. Hakutaka kukaa kimya. Hapo hapo akamtingisha ili ajibu mashtaka. Jamaa akasema, Vicky, nimechoka mpenzi wangu. Wewe mnaomba niache nipumzike bana, dakika 2 tu, only 2 minutes. Vicky akasema, amka uniambie ulikuwa wapi. Martin akasema, nilikuwa baba na nakunywa, nilikuwa nakunywa 2-3 tu. Kwani kuna ubaya gani mimi kuonja mara moja Vicky? Sasa Vicky akasema, hiki ni nini? Martin akasema, kitu gani? Martin alivokaa sawa na kuangalia, alipigwa na mshtuko waziwazi baada ya kukumbuka alichokifanya na dada poa aliyekutana naye kule Uhuru Park. Vicky alibubujikwa na machozi. Ni mtu mzima, alishaelewa nini kiliendelea. Akaingia chumbani na kuanza kukusanya nguo zake. Akawa anaziweka ndani ya begi tayari kwa kuondoka. Tena yani aondoke usiku huo, hakutaka tena kubaki na Martin. Mawazo ya ndoa akatoa kabisa kilini. Hakutaka kuamini kama Martin ni mshenzi namna hiyo. Akaanza kuburuza begi. Alipofika sebuleni akakutana na Martin. Akamshika mkono ili kumzuia. Martin akasema, unaenda wapi Vicky mpenzi wangu? Vicky akasema, naomba niache. Vicky aliutupa mkono wa Martin. Akauendea mlango, lakini Martin hakukubali. Akamfuata na kumshika mkono. Akasukuma kwa nguvu. Asa kutokana na pombe akakosa stamina na akadondoka chini bwana. Kudondoka chini ni ile chali mazima. Alitulia hapo chini. Kwani alijipiga vibaya kwenye meza. Sasa yule mfanya Vicky atulie kidogo, akamtizama na kutandwa na hofu. Akamsogelea karibu na kumgusa. Akagundua kwamba hapumui. Vicky aliogopa kwa kiasi cha kutosha na kuhisi mapigo yake ya moyo yanadundia mgongoni. Martin alikuwa amejigonga vibaya sana nyuma ya kichwa chake na kufanya sasa damu zianze kuchuruzika. Hisia za kwamba ameua zilizunguka kichwani na kushindwa kuelewa ni hatua gani aichukue kwa wakati huo. Hakuwa na maamuzi haraka sana. Hapo ndipo akatuliza akili
na kusikiliza tena mapigo ya moyo ya Martin akiwa ametega sikio lake kifuani. Aliyasikia kwa mbali mapigo ya moyo yakidunda, ingawa alijisikia faraja, lakini sasa haikukamilika sababu Martin alikuwa bado yupo chini ametulia na hajigusi hata. Alichokifanya ni kuanza kumpa huduma ya kwanza, akamtoa shati na kuwasha feni ili sasa apate hewa kwanza. Aliamini kabisa hata kama angempeleka hospitali kwa wakati huo, lazima tu wangesubiri pombe ishe ndio huduma zingine ziendelee. Alichokifanya ni kutembea mpaka kwenye friji, ambapo huko sasa alichukua kuku na kwenda kutengeneza mchemsho wenye ndimu nyingi sana. Aliamini baada ya Martin kuamka angekunywa kwa kiasi fulani na pombe ingekata. Vicky hakuwa mnywaji wa pombe, lakini kipindi cha uhai wa baba yake alikuwa akimuona mara kwa mara mama yake akifanya hivyo, baba yake akiwa amerudi amekunywa pombe. Ndani ya dakika kadhaa mchemsho ukawa upo tayari. Alivorudi sebleni akakuta Martin amezinduka tayari na akanatembeza macho yake huku na kule. Martin akasema kwamba Vicky, nakuomba usiniache mpenzi, nakuomba. Martin alisema hivyo baada ya kuona sasa kumbukumbu zimerejea. Basi Vicky akamwambia kaa unywe supu. Kwa mahaba na mapenzi ya dhati aliyokuwa nayo juu ya Martin, akaamua kupotezea kila kitu. Lakini katikati ya maongezi yao hakuacha kusema kwa namna gani alivyoumia, na alielewa kabisa kwenye suruali yake kulikuwa kuna nini. Martin aliomba msamaha na alimtupia lawama zote shetani, kwani ndiye aliyemtuma akanywe pombe na kufanya washarati. Alipomaliza kibakuli cha kwanza cha supu akanywa kingine, akajihisi sasa ana nafuu. Kwa kuwa usiku ulikuwa ni mwingi, wakaingia chumbani na kupumzika. Wakiwa wamepumzika usiku wa manane, sauti za paka zilianza kusikika nje na vitu kama mchanga hivi vilikuwa vikimwagika juu ya bati. Kwenye pembe ya ukuta akatokea mama Amy. Mnamkumbuka mama Amy eh? Mama Amy ni shangazi wa nani? Ni shangazi wa Vicky, kama utakuwa umemsahau mama Amy. Kwa hiyo akatokea mama Amy akiwa ameshika kibuyu, amevaa kaniki nyeusi. Kwenye mkono wa kushoto alikuwa amefunga irizi nyekundu bwana. Akamtazama Vicky kwa macho ya hasira kisha akamsogelea. Kwa nguvu za kawaida ilikuwa ni ngumu kumuona sababu alinyunyuzia dawa aina ya nyunywila ambayo ilikuwa na nguvu kubwa sana ya kumpiga binadamu wa kawaida upofu. Sasa mama Amy alimsogelea Vicky na kumshika kwenye paji la uso, akawa ni kama anampaka vitu fulani vyekundu. Ndani ya kibuyu kulikuwa kuna majimaji meusi, akamnywesha kisha akaanza kutizama juu kwa macho makali. Akarudi kinyume mpaka makalio yake alivyogusa pembe ya ukuta akapotea hapo hapo. Sasa asubuhi ya siku hiyo Vicky alichelewa kuamka na haikuwa kawaida yake kabisa. Kwa kuwa ilikuwa ni siku ya Jumamosi, Martin pia hakwenda ofisini. Walikuja kushtuka saa 4 ya asubuhi, kila mtu alijishangaa sana. Sasa wa kwanza kuuliza kwamba saa 4 alikuwa ni Vicky. Ilikuwa ni swali lililoambatana na mshangao. Hata hivyo hakuna mtu aliyezingatia swala hilo. Kilichofanyika ni Vicky kuingia jikoni na kupasha mchemsho wa kuku ambao ulikuwa umebakia usiku wa jana yake. Siku hiyo mchana walipokea simu kutoka kwa Ima akiwakumbusha mpango wa kwenda kumuona mchungaji. Sasa Martin kupitia simu ya Vicky akauliza kwamba tukutane wapi? Ima akamwambia tukutane Ubungo, mchungaji kwake ni external. Martin akasema saa ngapi? Ima akamjibu nyie tu sasa mkiwa tayari. Sasa moyo wa Martin ulikuwa ni mzito. Kwanza alikuwa haamini mambo ya wachungaji. Imani yake ilimwambia kuwa watu hao ni wapigaji tu na wanatafuta pesa. Janja ni unajua tena janja nyingi kwa baadhi ya watu wengine wa masuala ya dini. Lakini kwa heshima ya Ima na ugonjwa wa Vicky alikuwa tayari kwa lolote. Hakuwa na jinsi, akakubali kishingo upande. Wakaanza kujiandaa na safari kuelekea Ubungo ikaanza mara moja. Barabara haikuwa na foleni sana, ndani ya muda mfupi tu wakaanza kuwasiliana na Ima na wakaelekezwa kutane makuburi pale. Kwa kuwa sasa haikuwa njia ya kupotea, wakaonana na kuegesha gari pembezoni mwa uwanja wa shule ya makuburi. Kwa Vicky hiyo ndio ilikuwa ni mara ya pili kuonana na Ruth, mke wa Ima. Alimshangaa kwani alikuwa amenawiri. Dera la kitenge alikuwa amevaa na kitambaa cha Kinigeria alichofunga kichwani ilitosha kabisa kumuita mama mlokole. Hata hivyo alionekana mwanamke ambaye ameridhika kimaisha ama mwenye uwezo. Hayo yote yalizunguka kichwani mwa Vicky. Sasa Ima akasema kwamba shem, mambo vipi? Alitupa salamu kwa Vicky. Vicky akasema poa, anaona jiji la Dar linawapendeza sana mtu na mkewe. Ima akasema hamna kitu bwana, najua kali tu. Basi Ruth akasema kwamba bwana asifiwe.
Alimsalimia Vicky huku sasa akimwangalia machoni. Kuna jambo alitaka kuliongea lakini akawa ni kama amepigwa na bumbuazi. Badala yake aliwataka wamfuate nyuma. Haikuwa mbali sana na nyumba ya mchungaji, ulikuwa ni mwendo wa hatua 20 tu kama sio 15. Walipofika nje ya geti jeusi wakagonga kengele bwana. Mazingira eneo hilo yalimfanya Vicky aanze kuhisi kizunguzungu na kichefuchefu cha kutapika. Akachukulia kawaida tu, tumbo likaanza kumuuma mpaka akakaa chini. Sasa Martin akauliza Vicky una nini? Vicky akasema tumbo, nakufa tumbo. Sasa akauliza vipi nakupeleka hospitali? Akajibu ndio. Sasa Martin alipotaka kuchukua hatua hiyo, Ruthie akaingilia kati akasema hapana, asiende hospitali. Tatizo lake sasa hivi linaisha. Ilikuwa ni kama Ruthie anaelewa kinachoendelea. Vicky akaendelea kulalamika mpaka geti lilipofunguliwa bwana. Walipoingia ndani tu, Vicky akadondoka chini na kuanza kupiga kelele za maumivu ya tumbo huku akisema anakufa. Basi mchungaji Julius Kandege akaanza, baba katika jina la Yesu, Shetani una mamlaka katika nyumba hii. Alianza kutoa maombi yake pale na alitokeza ndani huku sauti yake nene ya bass ilikemea kwa nguvu na kufanya Victoria agalegale kwenye mchanga huku akitoa mapovu mdomoni. Sasa mchungaji Kandege alimsogelea pale pale akamshika kichwani. Ikawa sasa ni purukushani kubwa na kumfanya Martin aogope. Akasogea kando kabisa kwani mambo hayo kwake alikuwa anaona kwenye sinema tu. Vicky alipiga kelele na kuanza kutamka maneno yasiyoeleweka. Sasa Ruth na yeye akaweka nguvu zake akaanza kusali na ukemea. Vicky aliendelea kugalagala na kuanza kutapatapa huku akitapika vitu vyeusi na nywele pamoja na kucha. Mchungaji aliendelea pale kushusha maombi. Sasa Vicky naye alikuwa analia anasema tunaungua, tunatoka. Vicky alikuwa anasema neno hayo lakini sauti ilikuwa nene ya kiume. Mbali na kutapika vitu vya ajabu, lakini sehemu zake zilianza kutoa damu nyeusi. Jambo hilo lilimshtua sana kila mtu. Hata hivyo mchungaji Kandege aliendelea kukemea bila kuchoka. Dakika 5 baadaye Vicky akatulia huku jasho jingi likiwa linamtoka. Wakaendelea kuimba na kumsifu Mungu kwa kila kilichoendelea. Sasa mchungaji alimgeukia Ruth akamwambia anaitwa nani? Ruth akajibu anaitwa Victoria. Oho, Victoria. Abe, Yesu amekukomboa. Victoria alihisi amechoka. Hakuelewa kilichoendelea lakini alihisi mwili wake mwepesi na alijiuliza kwa nini amechafuka namna hiyo. Sasa alivyotaka kusimama akashindwa. Akasaidiwa kuinuka na kupelekwa ndani. Ambapo huko sasa aliingia bafuni kuoga. Alipokuwa sawa akasali na mchungaji akamsisitiza sana asiache kumuomba Mungu kwani wabaya wake ni watu wa karibu sana. Wanasemaga kikulacho kingoni mwako. Sasa mchungaji alisema wabaya wako hawatoki mbali Victoria, lakini Mungu wetu wa mbinguni yupo pamoja na wewe. Vicky akajibu amen. Kwa Martin alikuwa ni kama mtu aliyekuwa ndotoni sababu alipigwa na butwaa bado vitu hivyo kwake vilikuwa ni kama sinema. Kidogo amuulize Vicky ameanza lini kuigiza bongo movie sababu mara nyingi alisikia wachungaji huwapa watu fedha ili waigize wameanguka, wengine wajifanye viwete. Sasa Martin akawaza au anajuana na mchungaji nini? Bado Martin aliwaza kichwani kwake huku akiaga na kuahidi kwamba wangerudi tena siku inayofuata. Hakuwa na uhakika sana kama Vicky tayari amepona kwani usiku wa siku hiyo alianza kujiandaa kwa ajili ya jambo la ndoa. Katika maandalizi, mtandao kwa upande wa Vicky ukashika vizuri. Cha kushangaza na cha ajabu na siku hiyo mgodi ulichimbwa bila matatizo yoyote. Vicky alifidia siku zote alizokuwa na ugonjwa huo ambao ulimfanya ashindwe kupata madini ya mgodi. Kwa kuwa Martin alielewa mpenzi wake amepona, basi ni akamalizia sira zake kabisa za siku zote kwani alimgeuza tafikiri chapati. Basi siku zigandi na zilikimbia kwa kasi ya kimbunga. Ilibidi Vicky arudi Arusha ili mipango na mikakati ya send-off ianze. Ilikuwa ni lazima wampe heshima ya kumwaga binti yao. Basi taarifa zilianza kutolewa, lakini kwa wakati huo mama Amy alikuwa anaumwa sana. Miguu yake ilikuwa imevimba mno. Hakuweza kutembea lakini aliweza kuongea. Taarifa za kikao cha Vicky ilimfanya ilimfanya achukie sana moyoni. Lakini alionyesha tabasamu na kuahidi angetokea kama hali yake ingekuwa vizuri. Alichukizwa sana na maombi yaliyofanywa kwani yalimharibia mipango yake. Hata hivyo aliamini ndoa hiyo haitofungwa
kwani alikuwa yupo radhi apaye angani na ungo, tena akiwa ni mgonjwa hivyo hivyo, ili akamalize shughuli. Kwa kuwa mama yake Vicky alikuwa ni mtu wa watu na alikuwa na vikoba vingi, wakina mama mbalimbali walijumuika kumsupport, na kikao cha kwanza waliweza kuahidi shilingi milioni 6. Kwake ilikuwa ni shangwe, kwani hakutegemea na aliamini kivyote vile mumewe angekuwa hai, basi ingekuwa ni send off kubwa sana, kwani alikuwa ni mwenye uwezo mkubwa sana. Vikao vya send off viliamsha motisha kwa Martin. Siku ya kwanza na yeye alialika ndugu jamaa na marafiki kuanza kikao. Aliweza kuahidiwa milioni 9.5. Watu walipiga makofi na siku hiyo sasa walikunywa na kula, wakiahidi kwamba mambo yangeenda kama yalivyopangwa. Kwa Martin ilikuwa ni hatua kubwa sana, lakini aliamini ni bado mpaka ndoa ingefanyika. Hata hivyo kila jambo alimshirikisha Ima, sababu ndiye aliyekuwa msimamizi wake wa ndoa. Martin akasema kwamba siku hiyo pale mbele sijui itakuwaje. Martin aliuliza, bado alikuwa na kiwewe, yani anavuta picha siku ya ndoa yake itakuwaje. Ima akasema kutatemeka kawaida, lakini uwe tu na confidence tu bwana. Kama unaweza unapiga glass moja ya whisky nini? Ukitoka kanisani unapiga glass moja ya whisky ili akili ikae fresh. Martin akasema wewe nisinywe sana kwa hiyo. Ima akasema ukinywa sana utaharibu. Kuna jamaa wangu mmoja anaitwa Sai bwana, siku ya ndoa yake aliharibu. Alikunywa pombe nyingi akaanza kutapika. Ilikuwa ni aibu sana, na ana bahati alipata MC mjanja akawa kashajua. Kwa hiyo akawa anapeleka shughuli haraka. Sasa vile haitakiwi, unajua ile ni siku yako, so haitajirudia. Martin akasema hivi, umwezaje Ima kudumu kwenye ndoa miaka yote hiyo wakati wengine wanashindwa? Ima akasema ukishawajua wanawake hutopata shida. Siku zote mwanamke ni mtu wa kuhisi. Hawa viumbe hawa, yani kama hauna akili hautakaa na mwanamke yoyote yule dunia hii. Kaka, yani mwanamke anaweza kukurupuka tu asubuhi akaanza kulalamika ndugu zako wanipendi. Sasa unaweza kujiuliza kivipi? Na mwanamke kaka anaweza kukuuliza hicho nini nje? Anataka umjibu. Hapo kumbuka wote mpo ndani. Kwa hiyo wewe mpe tu jibu lolote. Ila usije kusema hujui, atanuna. Basi ulikuwa unapiga sana story. Jioni hiyo walizungumza hadithi nyingi sana za hapa na pale. Ima akasema mpende sana mkeo. Ukishampenda na kumjali mengine mwachie yeye. Alafu kingine, ndoa haina formula bwana. Eti kisa Ima anarudi nyumbani saa 7 na wewe uige. Utafeli. Ndio maana watu wanashauriwa sana usipende sana kutoa ushauri wa ndoa, kwa sababu kila mtu ana formula yake kwenye ndoa. Mimi jambo ambalo kwangu ni sahihi, kwa mwingine sio sahihi. Sisi tunaweza kuwa tunakaguana labda simu, wengine hawaamini kabisa, wanaamini ndio mwanzo wa ugomvi. Mimi naweza naamini kumwambia mwanamke wangu asifanye biashara akae tu nyumbani, kwa mwingine hapana, hawezi kuoa mwanamke ambaye anakaa tu nyumbani. Kwa hiyo ndoa haina formula. Basi mambo mengi alizungumzwa siku hiyo na wakaendelea kunywa. Baada ya hapo wakaagana na kila mtu akashika njia yake. Basi bwana, siku zilikimbia kwa kasi mno msikilizaji. Hatimaye ilibaki wiki moja tu send off ifike ama Victoria aagwe nyumbani kwao. Ilipangwa kufanyika jijini Arusha. Halikuwa tatizo, ndugu wa karibu wa Martin pamoja na marafiki walimuunga mkono na kufunga safari baada ya siku hiyo kufika. Ilikuwa ni siku ya Alhamisi. Usiku wa saa 1 Victoria alikuwa amependeza kwa kiasi cha kutosha na kufanya mpaka wa msao. Alikuwa ni mrembo mno. Kumbe ulipiga vigelegele alivyokuwa akiingia huku sasa akicheza kwa madoido. Sherehe ilifana mno na kila kitu kilienda kama kilivyopangwa. Hatimaye ilivyogonga saa 6 shughuli ikawa imeisha. Basi asubuhi ya siku iliyofuatia Martin alifunga safari ya kurudi jijini Dar es Salaam kwa kuwa alikuwa na Ima na alitumia gari binafsi. Njiani walisimama na kupiga picha za ukumbusho mbalimbali. Martin alivunja ukimya baada ya kufika pale Segera mkoani Tanga. Akasema Fungati nataka niende Mikumi mbuga za wanyama. Kaka unataka kwenda lini? Nadhani Jumapili. Kwa maana hiyo Jumamosi baada ya harusi kesho yake si ndio? Ndio. Twende na nani? Asina mke wangu. Nataka ni drive mwenyewe siku hiyo. Pumzika bwana, subiri hata siku 2. Hapana Ima.
Jumapili naenda Mikumi, nikirudi Zanzibar na kaka Maskune narudi Dar. Kwamba Jumapili naenda Mikumi, nikirudi naenda Zanzibar na kaka Maskune alafu narudi Dar. Sawa, nikiwa free tutakuja na Ruthi tuwapatie company bana. Sawa, nitafurahi sana bana. Mazungumzo yao yaliendelea, na kwa kuwa sasa Ima ndiye alikuwa dereva, kazi ya Martin ilikuwa ni kunywa tu na kutupa chupa nje. Saa 1 jioni waliingia jijini Dar es Salaam salama salimini, na siku inayofuatia ilimlazimu Ima ahakikishe suti ya bwana harusi ipo tayari. Kila kitu kikawa kama kilivyopangwa. Sasa yaliokuwa anasubiriwa ni masaa kuanzia siku hiyo. Mara kwa mara Martin alikuwa akipiga simu kwa Vicky akimuuliza kama ameanza safari. Tutaanza safari mchana. Kwa nini? Nitakuja na gari la mjomba, akasema kuna nafasi. Mke wangu, sitakuwa umechoka sana. Tutapumzika Jumapili mume wangu, usijali. I can't wait kuwa mkeo halali. Hata mimi baby, nakupenda sana. Nitakupigia baadaye basi, nipo barabara naendesha gari. Okay baby, take care. Naam, gari aina ya Nissan Patrol ilikuwa imepakia watu 4 akiwemo Vicky ambaye ni bibi harusi mtarajiwa. Gari hiyo haikuwahi kusafiri kwa muda mrefu, lakini mjomba wake Vicky anaitwa Joseph Charles aliipeleka kwa fundi akimhakikishia kwamba ingefika jijini Dar es Salaam salama salimini. Ni kweli walianza safari saa 8 ya mchana. Walichelewa kutoka, na kutokana sana Joseph Charles kutafuta tairi la spare liwe kama akiba, ndio maana walichelewa kutoka. Safari ilianza na saa 1 jioni iliwakuta Mombo mkoani Tanga. Hawakutaka kusimama kwani muda ulikuwa umewatupa mkono. Saa 3 usiku walikuwa katikati ya mkoa wa Tanga. Mara kadhaa mjomba ambaye alikuwa ni dereva alihisi usingizi wa ajabu sana. Afumba zaidi mvua ilikuwa inanyesha na radi zinapiga. Hata hivyo alisonga mbele na kukoleza mwendo akitaka kuwahi kufika jijini Dar es Salaam. Basi mama Vicky akasema ya kwamba kaka taratibu. Alisema hivyo kwa sababu mwendo wa gari ulimtisha na mara chache lilikuwa linayumba na kuacha njia. Hivyo alizidi kusonga mbele. Mjomba alisinzia, gari lilikuwa linakuja mbele yake bwana. Mama Vicky akasema Yesu! Alishtuka usingizini na kupiga ukunga. Hiyo sasa ilimfanya Jose alikwepe gari hilo. Wakaacha njia na kuingia pembeni. Gari kasimama. Kila mtu ndani ya gari aliogopa. Ilibidi sasa Joseph ashuke huku sasa mvua inanyesha. Alivyorudi ndani akakanyaga mafuta, lakini gari ilishindwa kuondoka. Tairi zikawa ni zinazunguka na kurusha tope. Basi walishuka na kuanza kulisukuma gari, lakini hali ilikuwa ni ile ile. Lilinasa kwenye tope. Mvua ilikuwa ikinyesha na giza lilikuwa ni totoro. Sasa lilivyotoka waliendelea na safari bwana. Barabara ilikuwa ni nyeupe, lakini wingu lilifunikwa na mvua iliyoambatana na radi. Hawakuelewa kwamba juu yao kuna ungo aliopanda mama Emi kichawi. Ilikuwa ni lazima afanikishe zoezi lake. Yaani alichokifanya ni kuendelea kufanya anachofanya. Joseph ambaye ni mjomba mtu akawa anahisi usingizi. Kuna wakati ndio maana hata watu ambao wanasafiri wanashauriwa tu wafanye maombi wao kama wao, na dereva anayeendesha gari awe tu yani atumike kama chombo, ila dereva wa hilo basi ya magari awe ni Mungu. Wengi wanaosafiri huwa wanapenda sana kuomba kwa namna hiyo, kwa sababu kote dereva mwenyewe ana stress zake, ana changamoto zake kwenye maisha, na ana watu kama mama Emi ambao wanamtafutia matatizo. Kwa hiyo kupitia maombi yako kwamba dereva anayeonekana hapo aonekane tu kama picha, lakini dereva mwenyewe awe Mungu. Mjitahidi sana kuomba na kusali wakati wa safari sana. Kwa hiyo bwana, ilikuwa ni lazima afanikishe hilo zoezi, kumfanya Joseph awe na usingizi. Alitamani apaki pembeni alale, lakini alikomaa ingawa alijua ni hatari. Mbele kulikuwa kuna skani la mafuta linakimbia kwa kasi ajabu. Kitendo cha kusinzia kwa Jose kilifanya gari lianze kuhama upande. Sasa dereva wa Scania alipiga honi nyingi mfululizo, akajaribu kukanyaga brake, lakini sasa haikuwa rahisi kwani barabara ilikuwa inateleza kutokana na nini? Na mvua. Alijitahidi sana kukanyaga brake lakini haikusaidia. Sasa kutokana na Scania kuwa katika mwendo wa kasi, akajikuta anaivani Nissan Patrol uso kwa uso.
Ilikuwa ni ajali mbaya na ya kutisha, kwani Nissan Patrol ilisagika na kupondopondo vibaya sana kama chapati. Yaani hakukuwa na dalili ya mtu yoyote kutoka akiwa hai. Yote haya ni shangazi mtu baada tu ya kuona binti mtu haolewi na mtu anayemtaka ambaye ndo anamweka mjini. Jamani. Ogopa sana ndugu. Ndio maana kuna watu wengine mambo yao wanayofanya kimya kimya tu. Wewe ndugu utatoa taarifa jambo limeshatokea. Kwa hiyo tangu safari inaanza kutokea jijini Arusha, Martin na Vicky walikuwa na wasiliana huku kila mtu akiwa anasubiri masaa machache ili wafanyeje, wafunge ndoa. Kila mtu alitamani kumuona mwenzake siku inayofuata kanisani, sababu ndio utaratibu, kwani wasingeonana hata kama Vicky angefika jijini Dar es Salaam. Kwa mapenzi na mahaba, Martin alimtafutia Vicky hoteli nzuri sana ya nyota 5 ambayo ilikuwa Posta ili afikie hapo, na hata baada ya ndoa yao kufungwa walale siku hiyo hapo hapo. Swala hilo zima akamwachia msimamizi wake ambaye ni Ima, na kila kitu kikaenda sawa. Hoteli kalipiwa bwana. Ima akasema, vipi? Pete ushachukua tayari ama?" Aliuliza hivyo Ima. Akauliza tu kwa nia kumkumbusha. Siku hiyo Martin alikuwa ndani ya ofisi ya Ima. Kwa kuwa sasa alikuwa anaoa, hivyo ofisini kwake walimpa likizo ya wiki 2 ili ajiandae na harusi. Kwake Ima ndiye alikuwa kama mwongozo. Alimuelekeza hatua zote na taratibu zinavyotakiwa kwenda. Basi Martin akasema, "Pete ninazo, zipo nyumbani." Ima akasema, "Sawa. Utanipa nikae nazo." Martin akasema, "Sawa." Ofisi ya Ima ilikuwa ni kubwa. Hivyo pembeni kidogo kulikuwa kuna masofa mawili na kiti kikubwa tu cha kuzunguka. Juu ya meza yake kulikuwa kuna picha ya familia, yani yeye mwenyewe, mkewe pamoja na mtoto wao wa kike Roshas wakiwa katika tabasamu. Martin na yeye alitamani kuwa hivyo siku moja awe na familia, lakini sasa aliamini muda mfupi tu na yeye angetoka kwenye chama cha mabachela. Akiwa katikati ya mawazo bwana, simu yake ilianza kuita. Alivyoangalia akaona namba nyingine, akapokea na kuiweka simu sikioni. "Mambo." Sauti nyororo ya kumtoa nyoka pangoni ikapenya sikioni mwake. Akatulia kidogo. "Poa." "Unanikumbuka?" "Hapana, nani?" "Monica, tulikutana kwenye birthday ya..." "Oh, nishakumbuka. Monica, hebu nitakupigia basi." "Hapana, mimi na mazungumzo na wewe. Nitakuona lini?" Mimi, hebu usijali, nitakupigia, usijali." "Okay, mchana mwema." Martin hakutaka kujihusisha tena na Monica. Alijionya kabisa na kukaa mbali naye, kwani aliamini angeharibu tukio zima linalokuja mbeleni la kufunga ndoa. Ni wazi kabisa aliamini shetani anataka kuharibu mipango yake kwa kumletea Monica siku moja kabla ya kufunga ndoa. Kwa maana hiyo hakutaka kusave namba ya Monica, akampotezea na hakutaka tena kumsikia kabisa. Basi bwana, waliendelea na maongezi akiwa na Ima wakishauriana mambo mengi. Ilipogonga saa 11 ya jioni, Martin aliaga na kondoka zake. Hakutaka kuweka kituo sehemu yoyote isipokuwa ni nyumbani moja kwa moja. Akaingia kitandani kulala akisubiri siku inayofuata, akanyoa nywele na kwenda kanisani kufunga ndoa. Usiku wa siku hiyo kwake ulikuwa ni mrefu mno. Alitamani kukucha mapema sababu mara kadhaa alishtuka na kuangalia majira. Saa 8 usiku alimpigia Vicky ili kujua kama kashafika jijini Dar es Salaam, lakini simu haikupatikana. Hakutaka kujiuliza maswali mengi, akiamini kwamba huenda mtandao ama simu ya Vicky lazima chaji. Basi akageukia upande wa pili na kulala. Saa 11:47 alfajiri, Martin alikurupuka kitandani na kwanza aliangalia simu yake kama kuna missed call za Vicky. Hakukuta hata message. Akajaribu kumpigia lakini simu haikuwa hewani. Akajaribu tena, hata hivyo bado alijipa moyo kwamba huenda mtandao ama simu ya Vicky ilizima chaji. Aliendelea kubaki macho mpaka saa 2 asubuhi ndipo akampigia Ima. Vicky hapatikani mpaka sasa hivi." "Hotelini umepiga simu? Itakuwa labda alichoka sana. Mpiga simu basi hotelini, si ulimpatia maelekezo?" "Okay sawa, ngoja nimekumbuka." Martin akawa amepata wazo jingine jipya. Akaamini kabisa lazima Vicky atakuwa amefikia hotelini moja kwa moja. Hivyo alipiga simu na kuuliza kama mgeni wake tayari ameshafika, lakini jibu alilopewa lilimfanya awe mdogo. Akapiga moyo konde na kuanza kumtafuta mama mkwe sababu aliambiwa wapo safari moja, lakini matokeo yakao yale yale, hakupatikana. Akamrudia Ima ili sasa kumpatia mrejesho. "Martin, hebu acha kupaniki.
ngoja mimi naenda mjini mara moja, afu nikirudi nitakucheki twende saluni. Poa kaka. Basi Martin aliendelea kupiga simu bila mafanikio. Simu zikawa hazipatikani. Akajaribu kupiga jijini Arusha kwa kaka yake Vicky anayeitwa Venus, lakini simu iliita bila kupokelewa. Hisia mbaya zikaanza kuzunguka kichwani kwake. Cha kwanza alihisi huenda Vicky aligaili harusi. Hata hivyo hakutaka kulipa wazo hilo kipaumbele. Alikemea pepo hilo. Mpaka saa 4 asubuhi hakupata majibu ya kueleweka. Ima akawa tayari ameshafika. Sijampata bado. Ndugu zake nyumbani kule uliwapigia? Venus hapokei na ule binamu yake hapokei simu pia. Ima akawaza kidogo. Kuna sura ya mzee mmoja ilimjia kichwani, kwani kwenye send off alikaa naye kwa muda mrefu kidogo. Huyo alijitambulisha kama babake mdogo na Vicky. Kwa kuwa sasa alichukua namba zake siku hiyo, akaamua kumtafuta hewani. Simu iliita mara 3 bila kupokelewa. Akajaribu kwa mara nyingine ikapokelewa. Mzee wangu, shikamoo. Marhaba. Kwema huko? Huko sio kwema mwanangu. Kuna nini? Upo na nani hapo? Nipo na Martin hapa. Hebu toka pembeni kidogo tuongee. Basi Ima akajiongeza, akapiga hatua kama 3 akizuga kama anatafuta pozi la kusimama, lakini alivyoona hapati nafasi vizuri, akafungua mlango na kutoka nje, kwani Martin alikuwa akimfuata nyuma. Akatembea mpaka kwenye geti kabisa. Na mzee wangu, nipo pembeni. Sawa, wewe ni mwanaume. Hatukutaka kuambia kabisa hizi habari mapema. Sasa hivi nipo hospitali ya Bombo hapa. Kwa hiyo gari alilopanda Vicky jana limepata ajali. Watu wote wamefariki dunia, akiwemo Vicky bibi harusi. Mapigo ya moyo ya Ima yalidunda kwa kasi sana. Akahisi ni kama kaishiwa nguvu za miguu. Taarifa hiyo kwake ilimshtua kwa kiasi cha kutosha. Akahisi kama uti wake wa mgongo umepigwa na baridi mkali. Akiwa sasa ameganda, akamwangalia Martin aliyekuwa kibarazani. Alikuwa anamtazama tu. Taarifa hiyo hakutaka kuzikubali hata kidogo. Yaani unasema Vicky amefariki? Ndio mwanangu, kwa hiyo nimeona haina haja kukuficha. Mwambie rafiki yako Martin, najua ni ngumu na litakuwa ni pigo kubwa sana kwake. Mwambie ajikaze, huo ndio ukubwa. Basi simu ikakatwa na kumwacha Ima amepigwa na bumbuazi, machozi yanamlenga. Akashindwa kujizuia, akahisi mashavu yake yanaanza kulowana. Akajifuta na ganja cha mkono, hakuelewa angezifikisha vipi taarifa hizo za kutisha kwa Martin ambaye siku hiyo angetakiwa kufunga ndoa na Vicky. Alichokifanya Ima ni kuingia ndani ya gari bila kujua anaenda kufanya nini. Tukio hilo sasa lilimfanya Martin alisogelea gari. Tabia ya Ima ilimtia wasiwasi. Hey kaka, vipi? Umeongea na Vicky? Martin aliuliza. Tayari alikuwa ameshika kitasa cha gari kufungua mlango. Ima, kuna nini? Umeongea na Vicky? Ameshaenda saluni. Mwambie basi namtafuta. Ima alikuwa amenyamaza tu. Mdomo wake ulikuwa ni mzito, alitamani kuzungumza kitu lakini alishindwa. Alijaribu kuvaa viatu vya Martin lakini vilimbana mno. Hata hivyo alipiga moyo konde. Ima akasema ingia ndani ya gari. Basi Martin akaingia, akafunga mlango kabisa. Wakawa wanatizamana bila kuongea kitu chochote. Vipi? Martin, unajua wewe ni mwanaume, mimi sina sababu ya kuficha ese. Wakina Vicky wamepata ajali, wote wamefariki dunia. Ima alimaliza na kuangalia pembeni. Hakutaka kumwangalia Martin usoni tena, kwani alielewa ni kwa kiasi gani taarifa hizo zingeupasua mtima wake. Mwili wa Martin ulisisimka mno. Akabaki ameganda kama sanamu. Hakuelewa alie ama afanye nini. Sasa Ima kuona hivyo, akamshika begani. Akamwambia umefunga nyumba vizuri. Anyway, nisubiri. Ima akashuka ndani ya gari. Akafunga nyumba na funguo kisha akarudi ndani ya gari. Alimkuta Martin bado ameganda vile vile. Ima akasema tunaenda hospitali ya Bombo sasa hivi. Ima kutania, hapo aligeuza gari na kulitoa nje ambapo alimpigia mkewe na kumwambia anaelekea mkoani Tanga, hospitali ya Bombo. Alimwambia tu kwa kifupi lakini hakutaka kumpa taarifa ya ajali. Basi mke wake naye akasema mume wangu, mbona sikuelewi? Saa 10 tunatakiwa kanisani, harusi ya Martin vipi? Ima hakuwa na majibu zaidi tu akakata simu na ukanyaga mafuta mengi huku kichwani akiwa na mawazo chungu zima. Martin ndani ya gari alikuwa kimya. Machozi alianza kumtoka huku akiwa kama yupo ndotoni. Katika siku ambayo Ima alikimbiza gari ni hiyo. Kwa kupitia njia ya Bagamoyo waliweza kufika Msata ndani ya masaa 2.
Kila aliyeona Harrier new model alishika kichwa kutokana na spidi. Kutokana na raia kuwa na ushirikiano na askari wa usalama barabarani, Ima alipofika mkata, akapigwa mkono na askari, akaweka gari kando. Askari akasema, "Habari yako?" Alisalimia tu afande alikuwa amevaa sare nyeupe baada ya kioo cha dereva kushushwa. Salama afande. Pole na majukumu bwana. Naomba leseni na kadi ya gari." Ima alichukua na kumkabidhi. "Sasa mbona unakimbia sana? Unawahi nini?" Kikweli nimekimbia sikatai afande. Nina msiba mzito sana. Nawahi bombo, nimepigiwa simu, nimechanganyikiwa hatari." Ima alikuwa anazungumza hivyo huku akiingiza mkono mfukoni baada ya kukumbuka kwenye uzia penyeza rupia. Akatoa noti mbili za 10,000 na kumkabidhi afande. "Afande, nakuomba niwahi, nipo chini ya miguu yako afande." Basi afande akatazama kushoto na kulia, akaiweka pesa mfukoni. Akasema, "Okay. Usikimbie sana bana, lakini poleni." Basi safari ikaanza tena upya. Ndani ya masaa 4 wakawa sasa wameingia Tanga, yani baada ya masaa 4 baadaye. Hawakutaka kupoteza muda zaidi. Walianza kuulizia tu hospitali ya Bombo ilipo. Walipofika wakaingia moja kwa moja. Ndugu wa Vicky wachache walikuwa tayari hospitalini. Waliomjua Martin walimpa pole. Mama mmoja jirani na Vicky alipomwona tu Martin akapiga ukunga kwa nguvu akilia. Hivyo ilimtia uchungu Martin, akaanza kulia kama mtoto mdogo. Basi Martin akasema, "Daktari, naomba nimuone Vicky. Nitafunga naye ndoa hivyo hivyo akiwa maiti." Daktari akasema, "Hapana, huwezi kumuona. Mwili wake umeharibika sana." Daktari alisema kana kwamba ni habari ya kawaida kwake. Martin alilia huku akipiga ukuta. Bado aliona yupo ndotoni, hakutaka kuamini kama mambo hayo ni ya kweli ama ni mambo halisi na tukio hilo limemtokea yeye. Sauti kutoka kwa Vicky aliisikia ikisema kwamba, "Martin, mume wangu, mimi sijafa. Martin, unalilia nini?" Ilikuwa ni sauti, lakini Martin hakusikia wala hakumuona. Ilikuwa ni mazingira ya nguvu za giza. Vicky alikuwa anatembea huku na kule akiwaangalia ndugu zake wanaolia. Yaani hakuna hata mmoja aliyemuona wala kumsikia. Na alimfuata Martin akamwambia kabisa, "Martin, mume wangu, mimi sijafa. Martin, unalilia nini?" Basi kuna mzee mmoja, mtu mzima, alitoa wazo akasema ya kwamba, "Jamani, kulia hakusaidia kitu chochote kile. Hili ni letu sote. Hakuna namna, tuanze tu kufanya utaratibu wa mazishi." Huyo mzee aliamini kabisa kulia na kuendelea kubaki hospitalini bila kufanya jitihada zozote ingekuwa ni kazi bure tu. Wakiwa hospitali hapo hapo, wazee watatu wakaitana na kujadili swala hilo zito ambalo lingekuwa pigo kubwa mno. Hakuna mtu aliyekuwa tayari kupokea habari hizo nzito. Kwa kuwa sasa Ruthi alikuwa anasumbua kupiga simu, ilibidi sasa Ima ampe taarifa na sababu ya kumfanya asafiri kwa dharura mpaka Tanga. Basi Ruthi alishtuka akasema, "Yesu wangu, jamani, kwa nini Mungu ameruhusu haya? Mpe sana pole Martin. Mungu amtie nguvu. Mungu wangu jamani." Ruthi alizungumza kwenye simu, lakini alionekana kabisa ni kama mtu anayetaka kulia. Ima akakata simu na kumfuata Martin ili kumfariji. Akamwambia Martin, "Wewe ni mwanaume, jikaze." Martin akasema, "Siwezi Ima. Siwezi kabisa Ima. Kwa nini mimi lakini?" Martin aliwaliza watu kwani mambo yalibadilika. Badala siku hiyo washerekea harusi, ikawa ni kilio kizito cha harusi. Kifo cha Victoria kiliibua simanzi kubwa sana msikilizaji. Kilichukua sura mpya kwa watu mbalimbali sababu ajali hiyo ilitangazwa kwenye vyombo vya habari karibia vyote. Waliomjua Vicky walisimulia alikuwa ni nani. Kilichowauma zaidi siku ya harusi yake ndio siku ya ajali kubwa iliyotokea na kumuondoa duniani. Baadhi ya watu waliamini kabisa hilo lilikuwa ni juju. Hata hivyo waliacha mambo kama yalivyo. Hakuna mtu aliyeweza kubadilisha ukweli uliotokea. Simanzi zilikuwa ni kubwa kwenye familia mbili ya Vicky na Martin. Ilikuwa ni pigo ambalo halikuweza kuelezeka kiwepesi hata kidogo. Siku nzima Martin alitumia kulia na kusaga meno. Kumbukumbu mbalimbali wakiwa na Vicky zilimiminika kichwani kwake. Akawa ni kama anatizama tu mkanda wa filamu tena mkanda wenyewe ni wa kuhuzunisha sana. Kila kitu kilichotokea bado aliamini yupo ndotoni. Kila mtu aliguswa na mkasa huo wa bibi harusi kufariki siku ya ndoa yake. Hakuna mtu aliyeelewa nyuma ya tukio hilo yupo shangazi na ndiye aliyefanya ajali hiyo itokee kwa kutumia nguvu za giza. Vicky hakuonekana katika ulimwengu wa kawaida, lakini alikuwa eneo hilo la hospitali akimwomba Martin asilie kwani bado yupo hai.
alikuwa akienda kwa kila mmoja akimwambia kuwa asilie. Vicky aliendelea kusema kwamba mimi sijafa jamani Martin, twende tukafunge ndoa. Vicky alikuwa analalamika kila alipojaribu kumshika mtu. Mkono wake ulipita kama upepo, hakuweza kumgusa mtu. Sasa wazee waliokuwepo eneo hilo na kuthibitisha ni kweli mwili ulikuwa ni wa Vicky na mama yake pamoja na dereva, ilibidi waanze kupiga simu kwa ndugu, jamaa na marafiki ili waanze mchakato wa mazishi. Taarifa hizo zilivyomfikia mama Amy, alijifanya kuzimia. Si unafahamu tena kwenye msiba kuna wakati mtu anayelia sana, wewe unaweza kumuona analia kumbe ni anafurahi vibaya mno. Kwenye msiba, wafuatilia tu msibani. Utakuwa waya jamani waya. Kumbe huyo ndo ambaye yani hakutaka hata marehemu apumue hata sekunde moja. Kwa hiyo alijifanya kuzimia shangazi. Sasa sauti ya kike upande wa pili ikasikika ikisema kwamba kuna nini, naongea na nani? Maana mama baada ya kupokea simu kazimia. Mzee akauliza, nani, Amy? Akaambiwa ndio, naongea na nani? Mzee akajibu, baba Lina hapa, kuna taarifa za msiba. Vicky mama yake pamoja na mjomba Joseph wamefariki. Basi ukimya ulitokea wa kama sekunde 7 nzima, kisha simu ikakatwa. Hakuna mtu aliyekuwa na moyo mgumu kupokea habari hizo nzito za kusisimua. Kwani siku hiyo ilibidi watu wale ubwabwa, wale pilau bwana, wale kuku, wapige vinywaji vya kutosha, lakini ikawa kinyume chake. Mpaka inafika jioni wakawa tayari wameshafanya taratibu zote za mortuary na kupanga siku 2 baadaye miili izikwe, kwani ilikuwa imeharibika vibaya sana. Ndugu jamaa na marafiki walikusanyika Arusha nyumbani kwa kina Vicky, walilia na kusaga meno kwa kuwa ilikuwa ni habari ya kusisimua. Waandishi wa habari mbalimbali na wenyewe walikuwepo ili kuweza kupata mkasa kamili. Sasa bwana mama Amy akaanza, "Uwe mwanangu Vicky, uwe mwanangu Vicky, Vicky umeenda mwanangu. Vicky umeenda mwanangu, wifi yangu jamani, ungeniaga basi wifi." Watu wa mkoa wa Mara kuna kabila wanasemaga vamule. Wa Nigeria wanasemaga chinekeo. Basi mama Amy bwana alikuwa akilia na walikuwa wamemzunguka wakina mama wenzake wanambembeleza. Hawakuwa wanajua kwamba mama huyo ndiye mkandarasi wa kila kitu kilichotokea. Ndani ya sekunde 5 akajifanya mezimia. Watu wakaanza kupepea. Pepea. Jamani, huyo shangazi usanii aliokuwa nao, usanii ambao alikuwa anaufanya, yani msikilizaji ungemuona kwanza ungemuonea huruma, kwani alilia machozi mengi mno. Sasa Venus naye alikuwa kwenye maumivu makali sana. Akasema, naamini dadangu hajafa, wala bi mkubwa hajafa. Naamini hapa kuna kitu. Haukuwa utani wala tuuma, kwani Venus alikuwa ni udari wa kuvuta bangi. Na siku hiyo alikuwa wana washikaji zake. Alikuwa anavuta bangi kwanza. Hisia zake zilimwambia kwamba mama yake na dada yake hawakufa. Kuna mchezo mchafu ulichezwa. Hata hivyo watu waliomzunguka walimwangalia wakiamini hizo ni bangi tu ndio ambazo zinampelekea zinamfanya kuwa na stress za msiba. Kwa hiyo michango iliendelea kukusanywa ili wamzike Vicky. Usiku sasa ilipofika, waombolezaji walilala msibani. Sauti ilipenya masikioni mwa Martin ikita, Martin. Alisikia kwa mara ya kwanza, alidhani anaota akiwa kibarazani pembeni yake, sasa amelala ima. Ilibidi sasa amke. Sauti ya Vicky ilisikika, alikuwa akimuita. Sauti kasikika, Martin, miss Jaffa. Moyo wa Martin ulipiga kwa nguvu sana. Akaona tizama huku na kule kuitafuta sauti inapotokea. Asa Ima akauliza, wewe vipi? Ima aliuliza baada ya kujigeuza na kumuona Martin amedua. Martin akasema, sasa nimesikia sauti ya Vicky. Ima akasema, Martin, punguza mawazo bwana. Martin akasema, Ima, nimesikia sauti ya Vicky. Mimi sio chizi bwana. Akia Mungu tena nakwambia kaka. Ilibidi Ima amwangalie Martin vizuri. Ni dhahiri aliamini kwamba rafiki yake huyo anahitaji mwanasaikolojia, vinginevyo atakuwa chizi. Unajua ni ngumu sana msikilizaji mtu kukuamini ukiwa kwenye situation Siku zote utahisi kwamba labda ni ile ndoto ama ni stress za yani kuondokewa na mpendo wako. Kwa hiyo ni ngumu sana kuamini kwamba Martin anaisikia sauti. Yani ni sawa na kichaa apone ugonjwa wa kichaa. Kwa hiyo chochote atakachokuwa anaongea bado watu mtakuwa mumuamini. Maana akikosea tu kidogo, japo amepona, ila akikosea tu kidogo mtaanza kusema kichaa kimeshapanda tayari.
Kwa hiyo ndivyo ilivyo kwa Martin. Ni ngumu sana kuamini. Ilichukua muda kidogo Ima kumtuliza Martin. Hata hivyo hawakupata usingizi mpaka kuna pambazuka. Martin aliendelea kushikilia msimamo wake kuwa alisikia sauti ya Vicky na hakuwa ndotoni. Lakini kitu hicho hakikumuingia Ima akilini hata kidogo. Saa 4 asubuhi siku sasa inaofuata, majeneza alikuwa nyumbani. Vilio vilizidi, watu walilia mno. Martin alimwaga machozi kama mtoto mdogo. Wakati mwingine ni mpaka kamasi zilimtoka. Kwa kuwa sasa miili ilikuwa imeharibika sana, ilibidi wanafamilia wa karibu tu waruhusiwe kutoa heshima ya mwisho. Ndani ya majeneza hakukuwa na miili bali migomba ya ndizi. Kwa macho ya kawaida Martin aliona jinsi mwili wa Vicky ulivyopondeka usoni. Oya, walikuwa wamemvalisha tu shela ya harusi yake. Martin akashindwa kabisa kujizuia na kudondoka chini hapo akapoteza fahamu. Alikuja kuzinduka akakuta tayari mwili wa Vicky umetoka kanisani kwa ajili ya sala ya mwisho na sasa libaki hatua ya kumzika. Bado hakutaka kuamini kama Vicky amefariki dunia na hatamuona tena. Katikati ya mazishi hayo kulikuwa kuna kundi la wachawi wakifanya dawa zao na walikuwa wamemshika Vicky wakiendelea kumpa dawa. Basi kuna sauti ya babu ikasikika kwamba muda wako wa kuendelea kukaa huku unakaribia kuisha, mjukuu wangu. Alikuwa ni babu tu mwenye ndevu nyeupe. Alikuwa amevaa kaniki nyeusi na mkononi kafunga irizi nyekundu hivi. Alimwambia Vicky aliyekuwa pembeni anaangalia anavozikwa. Vicky akasema mimi sitaki kwenda popote. Babu akasema ushachelewa. Vicky akasema nisaidie babu, nisaidie. Babu aliendelea na utaratibu wake, akampaka dawa Vicky usoni. Hakuna mtu aliyeweza kugundua wala kuona kinachoendelea. Yalikuwa ni mambo ya nguvu za giza, msikilizaji. Oya, unapolala sali. Unaposafiri sali. Popote siku yoyote unayoamka asubuhi anza na sala. Siku yako yote kabidhi kwa Mungu. Duniani watu wanaokufanyia mabaya ni watu wanaokujua. Tena wengine ni ndugu kabisa. Mkombozi wako ni Mungu pekee. Kwa hiyo bwana, taratibu za mazishi zilivyoisha, baada ya mama, mjomba na Vicky kuzikwa, wakaanza sasa kutawanyika, kila mtu akishika njia yake. Yule babu akasema kwamba muda wako wa kuondoka na wewe umefika, mjukuu wangu, kwa hiyo tuondoke. Kwa Vicky bado hakuelewa ni kitu gani kinachoendelea katika maisha yake, lakini alijua vyote vile mambo hayo ni ya kichawi. Alilia mno sababu alishawahi kusoma vitabu vya hadithi mbalimbali kuhusu misukule na mara kadhaa alikuwa anaenda kanisani na kushuhudia misukule ikifufuliwa. Kuna wakati mwingine alikuwa akisikiliza mpaka kwenye simulizi kuhusiana na mambo haya ambayo yeye amemkuta. Yaani ilikuwa ni kama amepuliziwa dawa za kumpumbaza, sababu mwenyewe aliongoza mbele mpaka katikati ya migomba ambapo kulikuwa kuna ungo pamoja na fisi. Akaambiwa apande juu ya fisi na wachawi wengine wakapanda juu ya ungo. Safari ikaanza bwana hapo hapo. Basi vigelegele walivyokuwa wanapiga wachawi na kupishana na magari ilimfanya Vicky aogope mno. Sasa Vicky akasikia sauti ya mmoja wa pita njia akisema kwamba we fala, vipi unioni au? Alisikia sauti ya mmoja wa pita njia kilalamika walivyokuwa sasa wanatembea na fisi barabarani. Akajua kabisa wapita njia wanaona ni gari linatembea. Kumbe ni nini? Kumbe ni fisi. Alishtuka kwani mambo hayo kwake yalikuwa ni mageni na alimuogopesha sababu hakuelewa anaelekea wapi. Basi bwana, siku 2 nzima Martin alilala matanga akiwa jijini Arusha. Ima ilibidi sasa arudi kuendelea na biashara zake jijini Dar es Salaam. Jambo hilo lilimfanya Martin azidi kuwa mpweke na hakupata hata usingizi siku zote tangu Vicky azikwe. Mawazo yalikuwa ni mengi kichwani kwake. Ikapelekea sasa mpaka apungue kilo 2 nzima. Kwa kuwa likizo yake ilikuwa inakaribia kuisha. Sasa hapo kwanza hakuwa na jinsi. Siku hiyo jioni alienda tu kwenye kaburi la Vicky. Alipofika tu akaanza kulia tena upya kama mtoto mdogo maskini. Martin akasema, Vicky, wewe ni mke wangu Vicky. Sitaki kumlaumu sana Mungu kwa kilichotokea. Lakini sitaki kuacha mwenyewe mke wangu. Nitakuwa nakuja kukuona na kupenda Vicky. Martin alizungumza maneno hayo kwa uchungu sana. Alijifuta machozi na kuanza kutembea kutoka mashambani. Akaenda nyumbani ambapo huko sasa alipanga nguo zake kwa ajili ya kurudi jijini Dar es Salaam. Kwa kuwa sasa alikuwa amechoka na alihitaji kupumzika, ilimlazimu jioni hiyo apande basi kuelekea mkoani Kilimanjaro ambapo huko alitafuta usafiri
uliompeleka Kia, yani Kilimanjaro International Airport, akapata ndege ya saa 2 usiku ambayo ilikuwa inapitia visiwa vya Zanzibar kwanza, afu ndo inaingia Dar es Salaam. Kwa alifurahi kwa kupata usafiri na kumtaarifu Ima kwamba angeingia usiku huo. Basi kwa sababu alimpigia simu, Ima akamwambia poa, sasa hivi mimi nipo njiani natokea Mbeya. Martin akasema ulienda Mbeya kwema huko? Kwema tu, nilienda kibiashara mwanangu. Sawa, nikifika Dar nitakwambia. Poa mwanangu, safari njema. Muda wa safari ulianza, Martin akiwa mnyonge sana. Kumbukumbu za Vicky zilipita kichwani kwake, wakati mwingine sasa akawa mpaka anazungumza mwenyewe. Kuna jamaa mmoja wa pembeni ilibidi amuulize kwamba wewe unaongea na nani? Martin akasema hapana. Shirika la ndege la Air Tanzania ilianza safari na kupaa angani, Martin akiwa ndani dakika 45 baadaye. Matairi ya ndege yakabusu ardhi ya Zanzibar. Abiria aliyekuwa amekaa pembeni yake akashuka, kisha akaingia mwanamke mmoja mwenye asili ya Kipemba, alikuwa amevaa ushungi hivi. Basi akasalimia pale, asalamu alaykum. Martin akaitikia wa alaykum salam. Aliitikia ingawa hakuwa na uhakika kama amepatia kuitikia salamu hiyo au la, maana hiyo salamu yenyewe mpaka kidogo huu umekunywa alikasusu. Unaweza kusema wa alaykum na Muislamu. Mwanamke huyu wa Kipemba akahakikisha namba ya siti yake, kisha akakaa pembeni ya Martin ambaye alionekana mwenye mawazo mno. Sasa dada akamwambia kwamba kaka, simu yako ipo chini hapo. Aliongea hivyo. Martin alishtuka kuona simu yake ipo chini, akaiokota na kuweka ndani ya begi. Safari ikaanza, ambapo ndege ilipaa angani tena na kutua uwanja wa Mwalimu Nyerere jijini Dar es Salaam ndani ya dakika 45 tu hivi. Asa Martin hakuwa na mizigo mingi, akateremka kwenye ndege na kutoka moja kwa moja nje, ambapo alikodi taksi iliyompeleka mpaka nyumbani kwake. Nyumba hiyo ilimkumbusha vitu chungu nzima, akawa ni kama sasa anamuona Vicky, na wakati mwingine alihisi sauti ikimuita. Martin, nateseka, njoo niokoe. Sauti hiyo ilimkurupusha usiku akiwa kitandani amelala. Akatulia kidogo na kuwasha taa. Bado sauti hiyo aliisikia. Akatembea mpaka dirishani huku akitetemeka. Alivyosogeza pazia akasikia kishindo cha mtu akikimbia. Martin bado hakuelewa kama ni ndoto au kinachotokea ni jambo la kweli. Hali hiyo ilimnyima Martin usingizi. Mpaka kuna kucha alishindwa kulala. Aliamini kabisa yalikuwa ni mawazo, lakini mawazo gani hayo mpaka asikie sauti? Hali hiyo haikuwa ya kawaida. Ilikuwa wazi kabisa angemueleza Ima angejibiwa kuwa apunguze mawazo. Alichokifanya ni kumtafuta rafiki yake mwingine anayeitwa Benja Ngoi. Aisee, pole sana na msiba ndugu yangu. Nishapoa bro. Msamehe sana bwana, sikutokea msibani. Nilikwambia nilikuwa China Ya najua kaka, usijali. Asi kuna jambo nahitaji ushauri wako. Jambo gani tena? Martin alisema kila kitu kwenye simu. Hakutaka kuweka mambo kifuani. Alizungumza kwa uchungu mno na wakati mwingine machozi yalimlenga. Pole sana ise, inabidi tuonane. Kifo cha mkeo kusema ule ukweli sio cha kawaida. Samahani kwa kuongea maneno haya makali, lakini kuna kitu hapa. Kitu gani yani? Tutaongea, lazima tutafute tu mtaalamu. Yani Ngoi, sijakuelewa. Lini una nafasi kwani? Mimi nipo free, likizo yangu inaisha kesho kutwa. Basi poa, tuonane jioni. Martin akashusha pumzi. Hatimaye akaamini kwamba amepata mtu ambaye atamuelewa na wataongea lugha moja. Jioni ya siku hiyo Martin alikutana na Ngoi kwenye moja ya mgahawa wa Mlimani City. Akamueleza kila kinachoendelea. Ndugu yangu, hapo ushauri wangu bana ni kukutafutia tu mganga wa kienyeji. Ushauri huo ulimfanya Martin atumbue macho. Hakuamini kama maneno hayo yanamtoka Ngoi. Ngoi. Ngoi siwezi mimi na waganga wapi na wapi. Sasa ndio inavyokuaga. Watu sema hivyo, lakini yakishawafikia shingoni ndio wanaenda. Kwa hiyo mimi sikushangai. Anyway, ushauri wangu ndio huo. Kama utoweza mimi sina ushauri mwingine. Martin akawa vuguvugu, sio baridi sio moto. Alitamani kwenda kwa mganga, lakini nafsi nyingine ilimuonya. Basi waliendelea kunywa pombe na kuagana, kila mtu akaingia ndani ya gari lake na kuondoka. Ushauri wa Ngoi haukumuingia kilini. Alitamani kumsikia Ima anasemaje. Basi akamhadithia kila kitu kinachoendelea kwa mara nyingine. Unajua Martin,
Wewe ni ndugu yangu Martin, punguza mawazo kaka. Ima, nimepata wazo. Tena nilikutana na Ngoi kanishauri. Kakwambia nini? Niende kwa mganga wa kienyeji. Mwanangu, achana na Ngoi. Atakupotosha, mimi namjua sana yule jamaa. Hana maana. Martin, unajua katika kipindi ambacho unatakiwa kutuliza akili ni hiki hapa. Kila kitu kitakuwa sawa kaka. Ima, mimi nashindwa. Utazoea tu, mimi naomba tu naomba tuonane kesho kaka. Poa poa. Martin alikata simu akiwa nyumbani kwake tayari, akala chakula alichonunua njiani na kuingia chumbani kulala. Usiku alikurupuka baada ya kusikia sauti ya Vicky. Sauti ilisikika ikisema ya kwamba shangazi, usinikate ulimi shangazi, usinikate ulimi shangazi, naomba unisamehe sitokuja tena huku. Jasho jingi lilimtoka Martin. Alikurupuka kitandani, akatupa shuka na kuchukua simu yake akawa na rekodi sauti. Kwa kuwa alidhani anaota, akajipiga kofi shavuni ili ashtuke, lakini hakuwa ndotoni. Sauti iliendelea kusikika ya kwamba Martin, naomba niokoe mume wangu, nateseka mume wangu, naomba niokoe, wananikata ulimi. Martin alitembea mpaka dirishani na kufungua pazia. Akaona kivuli kwa mbali chenye umbo la Vicky, kisha akakiona kinakimbia. Moyo wake ulishtuka sana. Akaishiwa mpaka na nguvu za miguu. Mapigo yake ya moyo yakawa yanapiga kwa nguvu sana. Martin, hapa inabidi tukubaliane na hali. Punguza mawazo kaka. Mimi nimesikiliza sauti, lakini sisikii chochote. Siku hiyo asubuhi na mapema, Ima alifika kwa Martin kutokana sasa na simu nyingi ambazo zisizokuwa na idadi ambazo kwa amepigiwa, akimsisitiza kuwa ni muhimu na angetakiwa kufika. Licha ya kutumia sababu mbalimbali za kutaka kuwahi ofisini, lakini Martin alimkazia kuwa angepitia kwanza kwake. Ima hakubisha. Badala ya kunyosha ofisini kwake, akabadili njia na kuelekea kwa Martin, ambapo huko sasa alipewa simu ili asikilize sauti ya Vicky akilalamika usiku kwamba anateseka. Kiukweli ilikuwa ni kama mazingaombwe. Ima hakusikia kitu chochote kile. Akabaki anamtazama tu Martin akimhurumia. Ni wazi kabisa dalili za uchizi alikuwa nazo Martin. Basi Martin akasema, nakwambia kweli Ima, mimi nimemsikia Vicky kabisa kwa masikio yangu. Ima akasema itakuwa ni ndoto tu. Tezo lako hutaki kuniamini rafiki yangu. Nilimrekodi. Kufuatia hapo, Ima hakutaka kupoteza pumzi yake kubishana na Martin ambaye aliamini muda si mrefu atakuwa chizi. Kama rafiki, ilikuwa ni lazima azuie hilo lisitokee. Kichwani kwake kukaanza kupita madaktari mbalimbali wa saikolojia. Alitamani Martin apone ili aendelee na shughuli zake za ujenzi wa taifa. Hata hivyo, alimuaga na kumwaahidi kwamba angerejea baadaye ili wapige story mbili tatu watoe mawazo. Martin aliendelea kutafakari namna mambo yanavyokwenda. Wakati mwingine alijaribu kudhani labda yanayotokea ni ndoto, lakini hilo alilipinga badani. Aliamini kila kilichotokea kina ukweli ndani yake na wala sio njozi. Siku zilizidi kwenda, hatimaye likizo yake ofisini ikaisha. Kitendo cha kufika, alikutana na pole zisizokuwa na idadi kamili. Jambo hilo lilimfanya aanze kulia kwa uchungu. Akajifungia ofisini kwake na kuanza kulia huku akilalamika. Hasa kutokana na ubize wa kazi. Taratibu mawazo yakaanza kupungua, lakini ilikuwa akikaa mwenyewe picha ya Vicky inamjia kichwani, na mara nyingi usiku alimuota na sauti aliyokuwa anasikia usiku sasa ilianza kupungua yani. Kwa wiki sasa alimsikia Vicky mara 2 tu. Basi mwezi ukakatika, akarudi katika hali yake ya kawaida, ingawa alipungua kwa kiasi cha kutosha. Basi sauti nyororo ilisikika ya kwamba kuna hama faili hapa, nimeambiwa nikuletee usaini. Ilimshtua akiwa katikati ya kazi zake, akainua kichwa chake bwana. Martin alipigwa na mshangao waziwazi. Sura iliyokuwa mbele yake alitazama na alikumbuka alikuwa ni mwanamke aliyevaa ushungi ambaye ni Mpemba. Taswira ikamjia wakiwa wamekaa kwenye siti moja ndani ya ndege akitokea jijini Arusha. Wote wakatazamana na kujikuta wanatabasamu kwa pamoja. Sasa Vicky alikuwa kwenye mateso makali kila ikifika usiku. Maana yeye kila ikifika muda huo alikuwa akilia machozi na kutamani kurudi duniani. Hilo alihakikishiwa halitokuja kutokea na alitakiwa kuyazoea maisha mapya na kuwa mskule. Alipokuwa paliogopesha sana watu. Na watu aliowaona huko hakuamini. Wasanii maarufu mbalimbali na baadhi ya wanamuziki waliokufa aliwaona, ni jambo ambalo lilimfanya zidi kuumia.
Siku hiyo bwana, ngoma ilikuwa inapigwa na kulikuwa kuna kama sherehe, kwani kuna ajali iliyoua watu wengi na kufanya wapate nyama na damu za watu. Wachawi walikuwa pembeni, kisha miskule kazi yao ilikuwa ni kupika na kupuliza moto. Nywele zao zilikuwa ni ndefu na kucha ndefu, ziliwafanya sasa ni wawe kama vichaa. Vicky alikuwa bado ana akili zake timamu. Moyo wake ulimwenda mbio, yani kwanza kutaka kuamini kwamba maisha yake yote angeishi akiwa kama mskule, wakati duniani wakiamini tayari amekufa. Vitu kama hivyo kwake alikuwa anavisoma tu kwenye vitabu. Alijitazama mikononi na kuona alama ya fimbo alizochapwa baada ya kutoroka na kwenda mpaka kwa Martin. Kando kidogo alimuona bibi mmoja kizetu akiwa amekaa juu ya mti ambaye alikuwa ni mskule aliyefanywa kama kigoda. Upande wa kulia kulikuwa kuna mabinti wawili wachawi. Walikuwa ni warembo mno. Vicky hakutaka kuamini na alijiuliza kwa nini warembo kama hao wameingia kwenye kazi za kishetani. Lakini baadaye katika kudadisi akagundua kwamba warembo hao wana nguvu kubwa sana na kazi yao maalumu ilikuwa ni kuwatega wachungaji au mashehe wakishaingia kwenye anga zao tu. Basi inakuwa ni rahisi sana kuwachukua na kuwafanya wanavyotaka. Vicky alikuwa katika mawazo mengi sana. Hakutaka kuamini bado kuwa shangazi yake angekuwa ni mnyama namna hiyo. Ngoma ziliendelea kuchezwa usiku huo na dakika 10 baadaye vumbi na upepo mkali ukaanza kutimka. Alipoangalia kando yake akaona miskule ikikimbia huku na kule na wengine wakaenda kujificha. Fisi watatu wakatua ardhini, akamuona mama Amy akiwa na vibabu vizee viwili. Akatembea mpaka kwa bibi aliyekuwa juu ya mskule, akawa sasa anazungumza maneno ambayo hakuweza hata kuyasikia vizuri. Baada ya hapo wote wakamwangalia yeye. Kuna kitu alihisi na ilikuwa kivyote vile walimzungumzia yeye. Basi mama Amy akasema njoo. Akamuita sasa akitumia ishara ya mkono. Yaani ungemuona jinsi alivyo. Jamani usingeamini kama ni yeye. Alikuwa ni wazi kabisa. Usoni alikuwa amejichora chora tu yani na midamu. Vicky alitetemeka na alihofia kumfuata, lakini sasa mskule mmoja akapewa amri ya kumfuata. Mama Amy alikuwa ni kama askari mwenye cheo. Basi Vicky akavutwa kitemi mpaka karibu na mama Amy. Mama Amy akasema kwamba wewe siku zako zinakaribia. Tukate huo ulimi tu ule nyama. Alikuwa maneno ya kutisha. Na katika sentensi hiyo hakukuwa na mzaha hata kidogo, kwani ilikuwa ni lazima Vicky afanane na miskulu mingine. Siku hiyo alicheza ngoma na kunywa damu. Walimtengea na Vicky kisha kumpa. Alivogoma walimpiga na mkia wa jogoo usoni uliokuwa na dawa. Basi mwenyewe akapokea kibakuli na kuanza kunywa damu. Maisha ya Vicky yalikuwa ya mateso. Yaani mchana usingeweza kumjua sababu aligeuzwa na kuwa umbile la paka katika nyumba ya babu moja hivi ambaye alikuwa ana paka 6. Hao wote walikuwa ni miskule akiwemo Vicky. Wewe kwa macho unaweza kuona ni paka lakini hamna. Na kila mgeni aliyekuja alipenda kumbeba Vicky wakiamini ni paka. Basi kuna mjukuu wake siku moja bwana alikuja kumtembelea babu yake akasema paka wako huyu ni mzuri sana babu. Babu akasema nililetewa kutokea Songea bwana. Mjukuu akasema natamani kumchukua sijui kama utanikubalia. Babu akasema hapana nitakutafutia mwingine. Sababu Kinyogoli alikuwa ni mwenyekiti wa kitongoji. Kwenye hicho kitongoji hicho kila mtu alimuamini sababu muda mwingi aliutumia akiwa kanisani anasali. Alitumia mwamvuli wa kumwabudu Mungu ili asigundulike, ingawa watu wengi walihisi ni mchawi lakini hawakuwa na kithibitisho ama ushahidi. Kila kitu Vicky alikiona na alikuwa akiongea sauti ya nyau nyau. Ndivyo ambavyo kwa inasikika kwa watu wa kawaida. Siku zilikimbia na hatimaye siku ya kumkata ulimi Vicky ilifika. Ilikuwa ni lazima wachawi wafanye sherehe siku hiyo. Wenyewe damu na kula nyama za watu ndio sherehe yao. Mmoja wa wachawi alichaguliwa kwenda kwenye makutano ya akafanya ajali. Ndani ya nusu saa alifika alifika na damu lita 40 wakaiweka jikoni tayari kwa kunywa. Vicky alikuwa amefungwa kwenye mti mkubwa. Mbele yake kulikuwa kuna jiwe kubwa na kando yake kulikuwa kuna kisu chenye mkia wa bundi. Alijua kabisa hiyo ndio ilikuwa siku yake ya kukatwa ulimi ili awe kama miskule wengine. Ailia machozi akimuomba mama Amy asifanye hivyo. Lakini badala yake walimcheka na kumuona kama kichekesho tu. Walipomaliza kula nyama na kunywa damu,
Babu Kinyogoli alimsogelea na kumfungua minyororo aliyokuwa amefungwa. Akamsogeza karibu na jiwe. Sasa misukule wawili wenye nguvu wakatokea. Kuna roho ilimwambia Viki asali kwani ndio ukombozi uliobakia, lakini kila alivyotaka kufanya hivyo alihisi kuishiwa nguvu na sauti yake ilikuwa haitoki. Japo kwa shida hivyo hivyo, japo hakuacha, akasema katika jina la Yesu, katika jina. Sauti ikawa inatoka kwa mbali, akashangaa Babu Kinyogoli kadondoka chini. Sauti katoka kwa nguvu, akawa sasa anataja jina la Yesu. Tetemeko kubwa la ardhi bwana likatokea. Kitu kama radi hivi kali ikamulika. Misukule sasa kadondoka chini hapo na Viki akachoropoka na kuanza kukimbia kuelekea asipopajua. Giza lilikuwa ni nene kiasi kwamba hakuweza kuona, lakini alizidi kusonga mbele huku nyuma akisikia upepo mkali unamfuata. Aliamini kabisa hilo ni kundi la wachawi ndilo linalomkimbiza. Anaitwa Rahma. Sawa, mimi naitwa Martin Chalamila. Sawa, nimefurahi kufahamu. Mimi pia asikuwa najua kumbe siku ile bwana tulivyokutana ulikuwa unakuja da. Ndio. Lakini nilikuwepo nikafanya interview nikarudi Zanzibar. Nikapigiwa simu kwa interview nimefaulu. Hongera sana bwana. Asante boss. Mimi sio boss bwana. Kwa vyeo wewe ni boss wangu. Martin Chalamila alikuwa na Rahima siku hiyo jioni ndani ya mgahawa wa Mary Brown pale Mlimani City. Wanakunywa tu juice. Tangu Rahima aanze kazi hiyo ilikuwa ni siku ya 4. Martin alihisi kutoa upweke kila alivyokuwa na Rahima. Kuna hali fulani hivi alisikia ndani ya moyo wake, lakini sasa hakutaka kubaliana nayo mapema. Aliamini kabisa pengo la Viki lilikuwa ni gumu kuzibika. Basi siku hiyo Martin akajisemea kwamba moyo kazi yako ni kusukuma damu, vingine achana navyo. Alijisemea hivyo akiwa sasa kitandani baada ya kutoka kuongea na Rahima kwenye simu. Kikweli alihisi moyo wake umetua kwa Rahima, ingawa hakuwa na uhakika kama alimtamani au alimpenda kweli, sababu tangu amuone ilikuwa ni siku ya 5, na jambo lingine Viki ndio kwanza alikuwa na mwezi 1.5 tangu afariki dunia. Kwa hiyo vitu vingi sana vilipita kichwani kwake. Uzuri wa Rahima uliochanganyikana na asili ya Kiarabu ulimfanya Martin kila wakati apagawe. Kikweli alihisi amenasa kwenye tundu bovu. Siku moja bwana aliamua kumchukua Rahima mpaka Bagamoyo, ambapo huko alipanga mueleze vile anavyojisikia moyoni mwake. Hakutaka kukaa na kitu hicho ndani ya mtima. Walipofika mlingotini wakakunja kulia na kuacha barabara ya lami, ambapo baadaye waliona kibao kimeandikwa Horizon. Alishawahi kuiona hiyo sehemu kwenye mitandao. Kwa hiyo akazidi kuendesha gari mpaka wakawa wamefika. Ilikuwa ni eneo zuri sana ambalo limetulia. Miti ya minazi iliyopandwa vizuri, upepo mwanana wa bahari. Watu walikuwa wachache na wengi wao walikaa wawili. Bila shaka kila mtu alikuwa na mpenzi wake. Basi Martin akasema twende tukakae pale. Rahima hakuwa na neno lolote, akaongoza na kukaa pembeni kabisa, wakaagiza juisi pamoja na makangi ya kuku. Chakula kilitengwa mezani, walikula na kushiba, na Martin akaanzia mbali kidogo. Hivi shemeji akinikuta hapa hatukasirika? Mimi sipendi sana kuzungumzia hayo mambo. Kwa nini? Mimi siamini katika mapenzi. Unataka kuniambia kwamba ni hauna boyfriend? Ni story ndefu kidogo. Rahima akajibu kwa hisia kali, huku sasa akiangalia pembeni kuna kitu alionekana kama amekumbuka hivi. Hey, are you okay? Somehow Martin Chalamila alijua kucheza na viumbe hawa. Akabadili mada na kuchange gia hewani. Hivi hapa da unaishi na nani? Mwenyewe tu. Uogopi? Niogope nini? Asikulala mwenyewe. Baada ya Martin kusema hivyo, Rahima alitabasamu tu na kunyonya mrija wa juice, akaangalia saa yake ya mkononi. Afu muda unakimbia sana. Tunaondoka sasa hivi, tusijali. Leo usipike, nitakununulia dinner. Usijali nitapika, please nakuomba. Kwa ushawishi mkubwa Martin akanunua chakula kikafungwa vizuri, kisha wakaanza safari ya kurudi. Martin alisikitika sababu hakueleza hisia zake, ingawa hakujilaumu sana sababu aliamini Rahima angeonana naye siku inayofuata. Wairudi salama na usiku walitakiana usiku mwema. Rahima alijihisi ni mwanamke wa pekee sana jinsi Martin alivyomjali. Ilimfanya ajisikie kuwa huru sana. Kwa namna alivyozoeshwa, haikupita dakika 20 bila kuingia ofisini kwa Martin. Huko waliongea na kucheka. Moyo wake taratibu ukaanza kumpenda Martin, ingawa hakutaka kumueleza, aliamini ni ghafla tu.
Siku hiyo alipanga ingie ofisini kwake afunguke namna anavyojisi moyoni mwake. Rahima alishindwa kujizuia. Martin alikuwa na kazi nyingi siku hiyo ofisini kwake na ilikuwa ni siku ya Ijumaa mchana. Mlango wake bwana ukagongwa mara moja, kisha mwanamke mnene kiasi akaingia. Alikuwa na tumbo kubwa la mimba. Moyo wa Martin ulishtuka kwa nguvu. Akajaribu kuichambua sura hiyo, aliona wapi? Alivyokumbuka akatulia na kumtizama vizuri. Martin, mwanamke huyo akaita huku akimtizama Martin kwa macho makali. Wewe, nani amekuonyesha ofisini kwangu? Watu wanaonipenda. Nimekuja tu kuambia ninajifungua baada ya wiki 2. Hii mimba ni ya kwako. Simu zangu hata upokei. Moyo wa Martin ulipiga kwa nguvu sana. Kwani aliyesimama hapo alikuwa ni Monica. Na akiwa katikati ya tuhuma hizo akiwa ameshika kiuno, Rahima naye akaingia ndani ya ofisi yake. Ni jambo lilomfanya apagawe na kupata kiwewe cha ghafla. Sasa kumbuka ya kwamba Rahima ameona hawezi kukaa kimya kwa namna ambavyo anajisikia kwa Martin. Na kufungukiwa na mtoto wa kike anayekupenda, ameona labda ulishamwambia ni nini ama labda ulishaweka mazingira kumhitaji, lakini akaa amekwepa. Mtoto wa kike kukuambia kabisa I love you, wewe kakupenda kweli. Na Martin angesikia hicho kitu kutoka kwa Rahima, sidhani kama angekataa hicho kitu. Sasa siku ambayo Rahima anakwenda kumfungukia ya moyoni kwamba anampenda sana Martin, ndo siku hiyo hiyo Monica ambaye alilala naye siku ile kule baa akarudi usiku sana akiwa amelewa. Kumbukeni Monica alinyanduliwaga akiwa amelewa. Na Monica alimpigiaga simu hapa juzi kati tu, lakini Martin kwa sababu alijua kwamba kesho anafunga ndoa, akaamua kumkatia simu, akamwambia nitakutafuta baadaye, akamkatia simu. Sasa Monica anakuja hapa sasa hivi anamwambia nina mimba yako. Na amekuja kumwambia kwamba nakuja kujifungua baada ya wiki 2 na hii mimba ni ya kwako, simu zangu upokee. Sasa je, mimba ni kweli ni ya Martin ama Monica amemsakizia? Na kama ni ya kwake kweli, je itakuaje? Je ndo atakuwa amemkosa hivyo Rahima? Lakini vipi hatima sasa ya Vicky mara baada ya kwanza kukimbia? Je, alinusurika kutoka kwenye mikono ya hao wachawi ama walimkamata? Na kama wakimkamata watafanikisha zoezi la kumkata ulimi? Yote hayo tutafahamu sehemu ya 3, msikilizaji, kuweza kujua mengi zaidi yaliyoendelea, hasa yaliyoendelea ndani ya ofisi ya Martin na huko yalikoendelea kwa Vicky. Sasa sijui Vicky upo Gambosh maskini, sijui upo wapi, lakini niseme tu ya kwamba ulalapo uamkapo, kabla hata hujamwambia baby good morning baby, good morning honey, tafadhali sana siku yako hiyo ikabidhi kwanza kwa Mungu, halafu mambo mengine endelea nayo sana. Na unapolala hata kama basi utashindwa sana kuomba, mwambie tu Mungu good night, thank you for everything, kisha ulale. Duniani. Anyway, God be with you till we meet again. Langu jina Lucas Lumbas. Bye bye.